Mtazamaji wa Asili TV, star wako kitani kwako siku leo ndani ya Kifanya Town, Njombe, Tanzania. Tuko kwa ajili ya wana burudani waliokuja maalum kwa ajili ya kutoa burudani, lakini kwa tukio maalum ambalo limekuwa limeandaliwa na baadhi ya wadau kwa shughuli maalum ambayo utakwenda kuisikia hivi punde. Basi nikupe tu nafasi ya kuungana pamoja nami kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho, kujua kwamba niko na wakina nani na kipi ambacho kimefanya siku leo kutoka walikotoka mpaka hapa Kifanya, Njombe, Tanzania. Ungana nami. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Asili TV, star wako kitani kwako. Niko nao hapa, lakini shukrani tu kwa wadau wote ambao wanaendelea kutushika mkono, hususan Hombolo Wine. Shukrani kwao ambao pia wameungana na familia ya Shizia Veterinary Center. Hawa ni wataalamu wa kutoa huduma za mifugo, lakini bila kusahau wanatoa vifaranga wa kuku, wanyama na wa mayai pia. Wanapatikana njia panda ya Ngalanga, Mgendela pale au Kiesa, unakuwa unapata moja kwa moja. Lakini kwa wageni ambao wanatembelea mkoa wetu wa Njombe, ni vema kufikia mahali salama na thabiti, makazi ambaye yameboreshwa kiundani zaidi. Na wazungumzia EFN Lodge ambao wanakupa eneo bora la kulala, au wanapatikana karibu na stendi kuu ya mabasi Njombe, Tanzania. Wanaendelea kutushika mkono. Bwana, niko na vijana, nataka tupige nao mastori ya hapa na pale, lakini story hizi ni za kiburudani, kujua kwamba kipi kimewafanya watoke walikotoka mpaka hapa. Bwana Mwamba, inakuwaje? Kama kawaida brother. Fresh kabisa. Bwana, mimi naomba majina yako kwanza. Kwa majina mimi naitwa Monty Talent, au kipenda unaenda kuniita Serious Boy. Okay. From City Without Ocean, Morogoro. Mji kasoro bahari. Mji kasoro bahari. Sema kule kuogelea kwenye vumbi. Tunaogelea kwenye mito. Yes, bwana, niko na Mwamba mwingine hapa. Mwamba, inakuwaje? Kama kawaida. Uhakika. Uhakika. Mwamba, majina yako mkuu? Nakwenda kwa majina Diki Zompa. Yani msanii kutoka Morogoro, Town, Moro area ya. Bwana, kutoka Moro mpaka Njombe kidogo distance. Yeah. Kulikoni Njombe sasa? Tumekuja kwa jambo moja la show. Kifanya New Night Club. Okay. Ya HD. Tunataka kujua ujio wenu, mmekuja kama wasanii, mmekuja kama washereheshaji, mmekuja kama waandamizi wa burudani. Unajua mtu kuja tu sio tatizo. Changamoto kilichotuleta sisi tumekuja kama wasanii. Tumekuja kama wasanii. Mtazamaji wa Asili TV anatamani kujua sana yako, unahusika upande upi zaidi? Upande wa muziki wa singeli, muziki wa kizazi kipya. Singeli. Hivi singeli ni kizazi kipya? Kizazi kipya. Ndio muziki wetu Tanzania kwa sasa hivi. Kizazi cha zamani. Cha zamani bolingo. Bwana, wana wametoka mji kasoro bahari. Tunazungumzia Morogoro. Wanasema mji ambao kidogo una magorofa machache, japo huko karibu na makao makuu au mji uliochangamka zaidi Dar es Salaam, ila pale magorofa machache. Hatujui kwa nini, kwamba inaonekana Waluguru wabaili. Bwana, niko nao hapa ndani ya Kifanya. Eneo ni HD Night Club. Tuko hapa kwa ajili ya burudani. Wana ni wakali wa singeli, wanasema muziki ya Uswahilini, si ndio? Bwana, mimi nakuja kwako. Tunataka kujua historia yako fupi. Umeanza burudani za singeli mwaka gani? Kwa burudani za singeli rasmi kabisa nimeanza mwaka 2020, lakini nyuma hapo kabla ya singeli nilikuwa naimba kwaya. Kwa kutoka kwenye singeli kwenye kwaya, kwa sababu mimi ni Mkristo na ni Roman Katoliki na nimezaliwa katika misingi ya kidini, ila tu baada ya maisha baadaye kuja kubadilika. Unajua harakati za maisha zinabadilisha binadamu. Yani kama kuingia kwenye muziki ya singeli. Lakini kikubwa kabisa ambacho nilikuwa kimenianzisha mimi mpaka kuingia kwenye muziki ni kwaya, ambapo nilikuwa napenda sana kuimba kwaya. Ulikuwa kwenye moja ya kundi la kwaya au ulikuwa na kwaya kwa kutengeneza kundi lako? Hapana, nilikuwa kwenye kikundi cha kwaya ambacho kilikuwa kinamilikiwa na kanisa Katoliki ya mjini Morogoro pale, kanisa la Roho Mtakatifu lilopo kata Kendege pale. Kipindi hicho mamangu mimi ni mwana kwaya alikuwa. Na mpaka hivi leo ni mwana kwaya bado. Kwa hiyo muziki uko kwenye damu, kwenye familia. Muziki upo kwenye damu, kwa sababu kwetu sisi yani ambaye sio msanii ni mtu mmoja tu, ambaye ni baba yetu. Baba yetu sisi ni fundi wa magari, engineer. Sanaa hiyo. Ni sanaa, si tofauti na muziki. Mamangu
ni mziki, na mimi ndo mtoto wa kwanza katika familia, ni mziki. Mdogo wangu wa pili anaitwa Lobby King, naye ni mziki Bongo Flava yeye. Na Udi Kizompa ambaye nimekuja naye huku pia ni mdogo wangu, yani ni watatu kuzaliwa. Kwa hiyo nyinyi ni ndugu wa damu yani? Yani ndugu wa damu kabisa, tumbo moja, ni baba mmoja mama mmoja. Na ndio maana tunabebana popote tunapoenda, yani anapokuepo Diki ujue Monty Talent yupo, na anapokuepo Monty Talent na Diki pia atakuepo. Basi ndio hivyo nikaupenda mziki. Ilipofika mwaka 2020 waga nilikuwa napenda sana kumfuatilia msanii mmoja wa Singeli anaitwa Msagasumu. Yule Pengo sisi tunamwita. Pengo, kaka Pengo Faume. Yule bwana nilikuwa napenda sana kusikia muziki yake. Hasa kabisa kilichonivutia kwake ile ngoma yake ya Rafiki wa Kweli. Ile Rafiki wa Kweli nilisikiliza mule ndani, nikaona kuna kitu fulani ambacho cha maisha amekizungumzia, kwamba kuna marafiki wengine ni wa kweli, lakini kuna marafiki wengine tunaishi nao si wa kweli. Kwa nikaona ili ni faulu katika muziki wangu, niangalie kitu gani kinachotokea katika jamii na kitu gani kinasumbua katika jamii. Nikaangalia nikasema hapa nicheze na hisia za Singeli, lakini muziki wa hisia za Singeli ni ufanye vipi? Ngoja muziki wa Singeli ni upitishe katika aina yake, yani aina yangu mwenyewe. Mimi nikaona ngoja nitengeneze kwanza Singeli flavor. Nikatengeneza Singeli flavor. Ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Unataka Nini, ambapo nilipata bahati ya kuvutwa na meneja Majumba ambaye ni yupo huku Njombe, Juma Majumba. Ngoma ya kwanza kabisa kuanza ni festi, ndo natambulisha ngoma na ndo najitambulisha kwamba ni msanii. Nimekuja kuanzia Njombe. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2000 na kitu kama 2000 na nimeshasahau, ni muda sana. Yani muda mrefu. Nikaanzia hapa Njombe kweli, nikatengeneza ile ngoma Unataka Nini, ikabutua, ikafaulu kweli, kaenda mjini. Nataka nijaribu hapo, kama ulianzia Njombe, lakini tunaamini kwamba mziki wa Singeli kwa nyanda za juu kusini kidogo bado upo, lakini ukiangalia kwa upande wa maproducer, utengenezaji wake bado kidogo una changamoto. Wewe umetoka Morogoro ukaja kuanzishia mziki Njombe. Changamoto gani ukutana nazo hususan kwa upande wa utengenezaji wa mziki huo, yani kwa audio ile tunazungumzia sasa? Cha kwanza mimi waga popote ninapoenda huwa napendaga kutembea na DJ wangu, ambaye DJ wangu ni producer pia. Kama ni producer pia, kwa hiyo tunapokuta studio sehemu ipo huwaga namtumia yeye. Anatengeneza biti, labda producer ambaye nitamkuta katika studio nitatumia kwa kutengeneza zile mixing. Hapo nimekuelewa sasa. Kwa hiyo ulikuwa uko na DJ wako ambaye pia alicheza kama producer upande wa kuanzisha beat. Afu huyu wa huko akafanya mixing. Na kweli Mungu akabless ile ngoma ikakubalika na ikafika mjini. Mziki wa Singeli ni mpana sana, lakini mziki wa Singeli zaidi chimbuko lake ni kama vile uswahilini fulani. Kwa nini mziki wa Singeli, kwa nini unahusishwa sana na maisha ya uswahilini? Tatizo nini? Mziki wa Singeli unahusishwa sana maisha ya Kiswahili kwa sababu mziki wa Singeli kwanza haukuwa rasmi. Haukuwa rasmi kama mziki wa Kiafrika au mziki wa Kitanzania. Ila baada ya kufanya mziki kwa usahihi na kuonekana kwamba tunachokifanya sio cha kihuni, maana mwanzoni kabisa walioanza walikuwa wameanzisha kihuni. Tunataka kujua chimbuko la mziki wa Singeli. Ilichimbukia kwenye mziki gani mpaka kuja kuitwa Singeli? Kwa sababu Singeli nafikiri ni miaka 2000 tu hapa ndio imekuja neno Singeli. Lakini chimbuko lake, chimbuko la mziki wa Singeli ni mnanda. Mnanda au ngoma za kimila fulani. Ni ngoma za asili tunasema, ni ngoma za asili, yani mnanda na mchiriku. Na hususan ilikuwa ziko upande wa pwani zaidi, kuanzia Morogoro, Dar es Salaam, wapi? Sana sana Dar es Salaam, kwa sababu Wazalamu ndio waga wanapenda sana mambo ya midundiko, mambo ya ngoma. Lakini hata Waluguru hao si wanacheza wanawake hao. Wana vile vinaitwaje? Tukizungumzia Waluguru tunarudi kwenye mila. Kwa sababu muziki wa Singeli haupo kwenye mila. Muziki wa Singeli upo kwenye hivi tukizungumzia Dar es Salaam, hakuna mila ya Dar es Salaam. Wale Wazaramu hawana mila zao. Dar es Salaam sio ya Mzalamu. Dar es Salaam ni ya kila mtu. Ngereko, Wazaramu, wale si ndo kwao. Waluguru, wa Makonde wote. Lakini sasa kinachokuja kufanya kwamba Wazalamu waonekane wa Dar es Salaam, kwa sababu wengi wanatokea Mwanalumango huko ndani.
Ukizungumzia Dar es Salaam unaizungumzia Posta Kariakoo. Ile ndo Dar es Salaam, lakini ukishasema kwamba unatokea Mwanarumango huko sijui wanaita wapi huko Kibiti huko ndani huko, kule ni ndani sana. Turudi kwenye muziki wa asili. Kwa nini ulipigwa vita na kuonekana huko tofauti na kimaadili mpaka kuja kupata mapinduzi na kuingia kwenye jina lingine Singeli? Tunasema ni kama vile tunasema ni modern music upande wa asili. Muziki wa Singeli kwanza mwanzoni kabisa ulivyoanza ulikuwa unazaraulika sana kwa sababu wengi wa wasanii wa Singeli walikuwa wanafanya muziki wa Singeli walikuwa wanaufanya kihuni sana. Kwa sababu gani basi? Unapoitwa kwenye show, unapoenda pale mtu kakuita na kulipa lake, anategemea kwamba unachoenda kufanya pale ni burudani na sio fujo. Sasa baadhi ya wasanii wanapoenda kwenye muziki kule, wanapoitwa kwenye show, wanachoenda kukifanya wao baada ya vibe kupanda sana, utasikia ile toa mapanga toa mazuna. Sasa vile watu wanaumizwa pale. Kuna vibaka pale wataiba kwa sababu ushampa go ahead, toa panga toa zuna, unamaanisha nini? Zamaanisha shari tayari. Anasema vua sijui shati vua dela sijui vua mashati, tuonyeshe kifua tuonyeshe kidari. Zile pale zinaonyesha uhuni zaidi, yani kama unamchochea mtu afanye uhuni. Lakini baadaye tukakaa wenyewe na Singeli yetu, tukakaa tukafikiria sana, tukasema huu ni muziki, alafu muziki huu umekuja kuiteka sana jamii ya Kitanzania na alafu umekubalika sana. Kwa nini tuufanye kiuni? Inabidi muziki sasa tuubadilishe kutoka kwenye uhuni tuulete kwenye ustaarabu. Ndio maana sasa hivi unakutana na wasanii wengi sana wanaenda kupiga show sehemu za heshima. Chukulia mfano kama msanii Sholo Mwamba, sasa hivi anazunguka katika makampeni mengi sana ya vyama. Kwa sababu gani? Kashautoa muziki kwenye uhuni, kauleta muziki kwenye ustaarabu. Ina maana pale hata rais mwenyewe atakapokusikiliza anasema yes, huyu kijana wangu wa Kitanzania anaelimisha jamii, kwa sababu msanii afundishi, yani sio mtu wa kupotosha. Msanii ni kioo cha jamii. Ina maana kile unachokifanya jamii inakuangalia ikuige. Asante sana. Bwana, tupo tunapata historia kidogo ya muziki wa Singeli ambao tafsiri yake ni kwamba umeanzia pwani, lakini sio pwani tu, umeanzia Uswahilini. Bwana, nataka nije kwako wewe. Nataka unaambie kitu kimoja katika upande wa mapinduzi kutoka kwenye mnanda kuja kuitwa Singeli. Tunaposema wale wapiganiaji wa muziki wa mageuzi, tunaweza tukamtaja msanii gani ambaye alikuwa mmoja wapo kati ya wapiganaji wa muziki kutoka kwenye mnanda kuja kuitwa Singeli? Hususan ni marehemu Jack Simera. Alitoka kwenye mnanda tukapata shauku ya kuingia kwenye kuimba Singeli. Inasemekana kwamba muziki wa Singeli bado unakuwa haupo vizuri kwenye maadili upande wa wanawake, hususan wanavyocheza. Hili unaliwekaje ili kuweka sawa kwa mtazamaji lakini pia shabiki wa muziki wa Singeli? Muziki wa Singeli una vitu vingi. Kuna vibe, pia kuna kuelimisha. Kwa jinsi unavyokutana nao, wewe ndio utacheza na movement ambayo umekutana nayo. Kwamba utakuta walovurugwa na inabidi uende nao kama wamevurugwa. Ila ukiwakuta kuwaelimisha na ndio uende kwa kuwaelimisha. Kwa nini mnapenda kutumia zaidi stage show wa kike kuliko wa kiume kwenye kuwakilisha kwenye jukwaa pale? Wa kiume pia wanatumika, lakini uwezi ukategemea kwenye show waje wanaume tupu. Ili kuleta chachu na wanawake wawepo, lazima wawepo na wanawake pia. Kuna mahusiano gani kati ya muziki wa Singeli na Kangamoko? Maana mara nyingi akija msanii wa Singeli unasikia Kangamoko pia wapo. Kwa nini hao watu wanakuwa kama pacha? Kuna nini hapa? Yani wale ni kama vile kivutio, kwa sababu mtu hawezi kuja kwenye burudani akaja kukutana na mwanaume mwenzie atacheza naye vipi. Kwa hiyo kile kivutio ambacho kama kinogesho kwamba ukija huku mtoto wa kiume unaweza kukutana na watu wa kucheza nao. Sio ile kama vile ni uhuni, yani kwamba upate na kivutio kwamba huku unapokuja utakutana na watu tofauti, sio wa kiume tu ambao unakutana kwenye Singeli. Kuna uwezekano wa wake za watu au wanawake walioolewa kwa lugha nyingine kuja kwa ajili ya kuplay eneo la stagini wakati wewe unaimba pasipo kuharibu ndoa yake au kuondoa uaminifu wake na muonekano kwenye jamii? Inawezekana. Inawezekana kwa sababu ni muziki ambao sasa hivi wengi hatuimbi matusi. Kwa unakuta ni mtu na familia yake anakuja anakaa chini anasikiliza mashairi mazuri, ujumbe mzuri na kitu ambacho msanii anakifanya na DJ wake. Kwa hiyo inawezekana kwa mtu kuja na asifanye ujinga wote, akaja akasikiliza muziki, akasikiliza mashairi, na kama kupata kitu kuingia kichwani kutokana na mashairi ya msanii akaingiza pia. Maana muziki umebadilika, sote na ile chomoa panga sikiweka kule, vua nguo sijifanya hivi. Yani ndio tunaelimisha pia.
Asante sana. Bwana, naongea na Mwamba ambaye ametupa kidogo mwanga wa kujua kwamba uhusiano kati ya muziki wa Singeli lakini pia Kangamoko, lakini pia namna ambao wanavyopresenti wanapokuwa katika jukwaa kwa lengo la kufikisha burudani, ujumbe na kutengeneza vitu ambavyo vinakuwa vina refresh akili, kwa sababu lengo ni burudani, lakini burudani yenye ujumbe zaidi. Bwana, nirudi kwako Mwamba, tuendelee kupiga mastori ya hapa na pale. Tunataka kujua mara chache sana wasanii wa Singeli kutoka Pwani kuja Njombe, kwa sababu ni kwamba huku kusini mwa Tanzania bado muziki wa Singeli unakuwa mapokezi yake sio makubwa. Leo tulikuwepo hapa na umeona namna ambayo tumefanya PA paka hivi tumekamilisha hatua ya kwanza. Kwa kinachofuata hapa ni show. Kwanza nizungumzie upande wa PA, vipi mapokezi kwa ujumla, ni kile ambacho likitegemea au kimekuja tofauti au kimekubwa zaidi? Kwa kweli kwa upande wa PA nimekuja kukutana na vitu tofauti sana. Kwa sababu Morogoro tunapataga kweli show ndio, lakini sijawahi kuona katika PA unaenda sehemu labda kama umefika sehemu yenye mkusanyiko wa watu wengi ufanye tangazo lako basi watu wakasogea kuangalia na kusikiliza ile tangazo lako. Haise kwa Morogoro kitu kama hicho sijawahi kukiona. Lakini nilipoingia Njombe kwa mara ya kwanza hii nimeona hivyo vitu vinatokea. Yaani upo kwenye gari ya matangazo kabla hata hujaanza kuimba au kutoa kile ambacho unachotaka kukitoa tayari watu washakusanyika. Yaani ni kitu ambacho kimeni surprise sana. Hadi mimi mwenyewe nilikuwa nasikia la kwanza kufanya tangazo au kujipresent. Nataka kujua sasa hii kwako inakujengea picha gani kwamba muziki wa Singeli umesambaa Tanzania au umepokelewa Njombe kwa ujumla? Yaani kwanza aisee, ninachoshukuru kwanza kwa Njombe wameupokea vizuri kwanza. Ndio maana nimeona ule mkusanyiko nikaona maajabu sana. Kwa sababu kwa Njombe huko sidhani kama muziki wa Singeli kuna wasanii wengine wa Singeli walishawahi kufika Njombe. Lakini sisi wanakuja, lakini sio hivyo kwa mwaka anaweza kaja mara moja au asije, kulingana na kwamba mwitikio wengi wana hofu yani kutoka kule kuja kulingana na aina ya muziki wanaofanya. Sasa tunataka kujua kwamba kipi ambacho umekipata kwenye kichwa na umeandaa nini kuingia kwenye jukwaa, kwa sababu wanasema siku njema huonekana asubuhi. Asubuhi tumeshaiona ambaye ni asubuhi ilikuwa ya PA sasa. Kipi ambacho sasa unatengeneza kwenye kichwa chako kulingana na show ya leo? Aisee, kwa nilichokiona kwenye PA kile ina maana kimenipa vibe hata mimi mwenyewe kwamba watakapokuja wale mashabiki hapa ndani kutazama zile show zetu kwenye stage, aisee nitafanya kitu tofauti sana, kwa sababu vibe nimeanza kuliona tangu nipo kwenye PA. Ina maana hata tutakapokuja hapa vibe litakuwa kubwa sana na sidhani kama nitapoa kwa kweli. Sitopoani na nitawafurahisha sana, nitaacha historia sana Njombe. Nakifanya kwa ujumla. Wasanii wa Singeli mnavopanda jukwaani mnakuwa ni wagumu sana kushuka jukwaani. Yaani mna uwezo wa kuchukua hata masaa 2-3. Hii mmeona kwenu inatija au mnachosha mashabiki? Hii kwetu inatija kwa sababu kwa sababu umetaka kutoa burudani na wewe shabiki si umetaka burudani. Sio unasema kila kitu kwa kiasi? Sasa Singeli haina kikomo. Kwa sababu gani? Singeli ina vibe. Yaani tofauti na Bongo Flava. Bongo Flava unaweza ukaimba muda fulani hivi, kuna nyimbo fulani unaweza ukaimba za hisia zikawa zimepoa. Lakini Singeli haina hata hisia. Yaani nyimbo yenye hisia tupu inakuwa imechangamka. Kwa hiyo vibe linakuwa la kutosha. Ndio maana kwa upoi. Kwa hiyo muziki wa Singeli bwana upo tofauti. Ndio maana unakuwa na ladha na ambao hata unaenda kumwimbia anakuwa apoi, na hata wewe mwenyewe pia unakuwa upoi, unatumia muda mrefu. Kwa sababu ile nyanyua mguu, chezesha mguu. Ukimwona kwa shabiki kanyanyua mguu, wewe huku uweze ukanyamaza. Lazima utaendelea kumpa vibe na lile vibe analoonyesha shabiki, na mimi ndo nazidi kupandisha sasa vibe langu. Naamini kama msanii una silaha zako za ambazo unaamini kwamba ukiziweka pale jukwaani unateka mashabiki wako, na moja ya silaha ya msanii ni kuhakikisha kwamba kuna ngoma yake ambaye anaikubali sana, kwamba yule mzigo leo nikiushusha pale bwana hapatoshi. Wewe ngoma yako ipi ambaye una uhakika leo ukishusha hapo nondo? Aisee, kwanza mimi nina ngoma nyingi sana za hisia ambazo hata nikiishusha moja aisee uondoke. Ambaye wewe mwenyewe unaikubali zaidi. Unajua kuna ile kukubali wewe afu kukubali mashabiki. Ngoma moja ambayo mimi naikubali sana naipenda kutoka moyoni, na naomba kwanza Jai bless ngoma ifike mjini. Aisee, na ngoma yangu moja inaitwa Zuena. Hiyo Zuena ni bonge moja la ngoma, alafu nyingine inaitwa Umeniacha. Hizo ni ngoma ambazo mimi mwenyewe hata nikiziimba huwa najikuta na vibe sana sana sana. Tukiongezea Zuena, ni ngoma tayari umesharekodi au bado uko unapita naye tu kwenye majukwaa unavyopata show kama hivi? Hii ngoma tayari nisharekodi, lakini bado kuiachia tu na kuipandisha hewani. Ipo tayari.
Kwa nini Zuena? Pamekuwa na wasanii wengi, haijalishi Bongo Flava, umekuja na wewe Singeli, umekuja Zilipendwa zamani. Kila msanii anaimba Zuena. Tatizo ni jina hili au huyu mwanamke ana tatizo na wasanii? Unajua kuna mwingine anaimba Zuena, anaweza akawa na mpenzi anaitwa Zuena. Lakini kuna mwingine anaitwa Zuena kwa sababu anaona ili jina la Zuena nikiliweka katika nyimbo yangu hii, ili jina limekaa. Na hata shabiki pia anapokuja kuipokea nyimbo kwamba ili jina kwake linakuwa limpi tabu. Na hata pia kwa dada Zuena mwenyewe mwenye jina lake la Zuena pia huko alipo pia litakuwa linampa vibe. Nimeimbwa mule. Alafu kilichoimbwa mule mbona kama kanigusa mimi, kwa sababu nilichoimba mule nimeimba kitu ambacho ni kipo na kinatokea. Lakini hamuoni kama mna upendeleo kwa sababu wanawake wako wengi, majina yako wengi, lakini nyinyi mmekimbilia wote? Alianza nani? Yule Zuena, yule Zuena, yule Zuena. Kuna nini? Aisee, kwanza kuna majina mengine mbona hayawezi kukupeleka mjini. Eti jina kama Mariamu, asa mamu nitamwimbiaje? Nasi aliimba mamu. Mamu yule kamweza Mamwada. Asa mimi nikisema tena nimtaje Mamwada nitaambiwa nimemfuata Best Naso. Mimi nimemuimba Zuena kwa sababu Zuena nimemwangalia kwanza kule kwa kaka mkubwa. Asante. Mimi nataka nisikie Zuena yako ina utofauti gani na Zuena ya wasanii wengine ambao wameshapita? Zuena yangu bwana, mimi nasema hivi. Yes. Muda mwingine mimi nakaa na waza labda ni shida zangu tu. Ninywe pombe nipunguze kuwaza, maana pressure ipo juu. Muda mwingine mimi nakaa na waza labda ni shida zangu tu. Ninywe pombe nipunguze kuwaza, maana pressure ipo juu. Maana ghafla kama roho umekata, umeniacha bila huruma ukasepa. Basi bora ungebeba na chako katoto niache mwenyewe. Peke yangu mimi siwezi kulea mtoto Zuena wewe. Basi bora ungebeba na chako katoto niache mwenyewe. Peke yangu mimi siwezi kulea mtoto Zuena wewe. Uwe dada Zuena, mbona umeniacha? Umeacha katoto kadogo, ona kananitesa. Asante sana. Bwana, nafikiri tumemsikia Zuena aliyokuja katika miondoko ya Singeli. Amekuja tofauti na Zuena yule ambaye tumekuwa tukimzoea kumsikiliza kwenye majukwaa na midomo ya wasanii wengine tofauti. Bwana, bado niko na mwamba, nigeuke upande wa pili. Vipi hizi nyimbo ambazo zina present zinakuja kama kundi au kila mmoja anaza kwake? Kuna zipo ambazo baadhi tulifanya kama kundi na zipo ambazo baadhi kila mtu kafanya za kwake. Kwa hiyo na wewe leo una silaha yako. Ipi ambayo umeandaa leo ambayo unaamini hii inakuwa Brutus inachoka? Nyingi tu, ipo nyingi. Okay, mtazamaji wa Siletu TV anatamani kusikia, angalia voko yako ili kujua kwamba huyu alionaye ni mwamba kweli kutoka kwenye kizazi cha Singeli. Asumi natafuta univumilie, usiende kwa mabosi mi unikimbie. Unajua sina pesa ila lijalimi, wasikuonge visenti mi unikimbie. Of course. Shukrani. Bwana, niko na mwamba, lakini tumesikia vocalist zao zilivyonyoka, lakini yote ni katika kuonyesha uhodari na utoaji wa sauti, sio mpaka ipite kwenye makrombwezo wanasema effect. Hao wanakuchana live alafu ngoma inanyoka. Bwana, mbali na burudani ya leo, kuna jambo kama ambalo nimeambiwa ndo limekuja kama kuwavuta kwa ajili ya kutengeneza mazingira. Tunataka kujua hili jambo. Napenda niongee na mwamba, jambo hilo ni lipi, na mtazamaji anapenda kujua Siletu TV pengine ana uwezo wa kuunga mkono. Ni lipi na kwa nini mmeamua kujitoa katika upande huo? Sisi kwanza tupo kama show huko. Tumekuja kama kwenye show kama wasanii na tumetokea Morogoro kama tulivyosema hapo awali. Lakini pia kwenye show hii tukakutana na jambo lingine ambalo jambo hilo ni la kusupport ndugu zetu wenye uhitaji. Na wenye uhitaji huo basi tunazungumzia kwamba watoto yatima, tunazungumzia walemavu ambao hawajiwezi, hawawezi kujitafutia, kwa sababu Mwenyezi Mungu katuumba kila mtu ipo tofauti. Kuna wengine wanacho, kuna wengine hawana, kuna wengine wanalelewa na wazazi, kuna wengine wako yatima, kuna wengine wamekamilika viungo, kuna wengine hawajakamilika. Kwa hiyo tunaishi katika kusaidiana. Ndio maana basi tukaona bora tu support na sisi tukiungana na
mkurugenzi Magnus HD, tukaona bora tufanye kwa pamoja ili jambo, kwa sababu na sisi pia limetugusa, kutokana na sisi pia ni binadamu, na katika maisha kuna mabadiliko pia huwa yanatokea, kwa sababu sasa hivi leo sisi ni vijana, lakini kesho kuna uzee unakuja. Uzeeni huwezi kujua kwamba nani atakaye kuja kukusaidia katika dunia. Asante. Tunatamani kujua tarehe na jambo hilo la utoaji wa mkono kwa watoto wahitaji. Itafanyika tarehe ngapi, kituo wapi? Na mahali ni pale Ikelu hiyo. Pale Ikelu. Basi kwa wadau wote ambao watapenda kutusapoti na kusapoti jambo hili pia tunawakaribisha waendelee kutia nguvu, kwa sababu sisi vijana tumeamua kuonyesha hivi, yani kama mwanga vile tunauonyesha, kwamba na wakubwa zetu pia basi wafanye kama vile sisi tunavyoamua kufanya, kwamba kuna watu na uhitaji. Tunataka kujua namna ambavyo unatamani mdau kusapoti, asapoti kwa kuja kwenye show yako, asapoti kwa kuungana na crew nzima ya HD, au asapoti kivipi? Tunataka kujua. Kuna kusapoti kwa aina mbili hapo. Mimi najua kwamba uwezi ukamtoa mzee akatoka nyumbani akaja HD akaja kutizama hizo burudani. Mzee atachukuliwa kama mzee vile vile. Tunamkaribisha tu kufika pale katika ofisi za HD, aje chochote ulichokuwa nacho. Mchango ni mchango, ili mradi tutoe michango kwa saidia wenzetu. Na kwa wengine ambao wana uwezo wa kutoka, ni vijana wenzetu, basi usiku wa leo tukutane hapa HD. Kama una chochote utakutana na mkurugenzi, yupo pale getini. Utatia nguvu yako, utaambia bwana mkurugenzi, mimi nguvu yangu hii na mimi nasaidia kwenye jambo lenu. Asante. Kwenye kilele cha utoaji shukrani kwa watoto wenye uhitaji, patakuwa pia na burudani, au wategemea nini wadau, kwamba tunaenda kwa kiburudani zaidi au tunaenda tu kama kawaida kibinadamu? Tutaenda kiburudani pia. Tutaenda kiburudani pia, kwa sababu sehemu unapoamua kwenda kusaidia, wale nao pia wanahitaji burudani. Hawezi kutoka pale kwenda sehemu labda kuangalia burudani, hapana. Wale wapo kama kambi. Na sisi tumeamua sisi wana burudani, tutawaburudisha pia ili nao wapate burudani kama wanazozipata watu wengine waliokuepo mitaani. Shukrani sana. Mtazamaji wa Asili Yetu TV pamoja na mkazi wa Njombe, ni muda wako sasa wa kuungana na familia kutoka HD kwa jambo lao la tarehe 17. Wao wanakwenda kutoa mkono kwa watoto wenye uhitaji, wenye kuishi mazingira magumu, lakini bila kusahau kuna wazee pia, lakini na wote ambao wana uhitaji huu basi watafikiwa pale Ikeru. Kwa hiyo ni muda wako basi kuungana nao, kuhakikisha kile kidogo ambacho unacho basi wasiliana na uongozi kutoka HD. Unaweza kufika kwenye ofisi zao pale Njombe mjini na ukapata utaratibu namna ya kuungana, hata kwa kufika pale, maana support yako pia hata kufika ni muhimu zaidi, lakini kwa kile ambacho pia umejaliwa kukiunganisha na kile ambacho wanapeleka wao, basi vikaungana kwa pamoja, inakuwa inapendeza zaidi. Basi tuendelee kujua mengi zaidi, lakini kwa sasa tunataka kujua kwamba mara baada ya show hii kuna show nyingine, au paka mkimaliza jambo la tarehe 17 mnaondoka Njombe? Na filapi, maana tokea tulipopewa show hii kuna bosi mwingine akajitokeza kwamba Pasaka tunaweza tukaepo tena. Basi shukrani. Neno la mwisho kwa mashabiki upande wa mkoa wa Njombe? Support ziwe nyingi, tushikamane. Tumeingia vijana wenu, tunaomba support kubwa katika kipaji chetu. Pia tushirikiane katika kila jambo kama hili, hususani ambao tumekuja kukutana nao na sisi pia. La uhitaji wa wenzetu, tushirikiane pia. Shukrani sana. Bwana, neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho basi kwa wakazi wa Njombe, tuendelee kusapotiana, kwa sababu sisi ni vijana tuliamua kujiajiri kwenye muziki na kupitia kipaji cha muziki. Basi tunaomba support zenu pia, kwa sababu bado hatujafika na bado hatujapata kile tunachokihitaji kwenye muziki. Basi support zenu zinahitajika, kama vile na sisi tunavyojitolea kufanya support na kutoa support katika vile vinavyohitajika. Shukrani sana. Bwana, mimi nakwenda kuyanua nanga hivyo na vijana kutoka Mji Kasoro Bahari pale Morogoro, ambao wamekuja katika utoaji wa kiburudani zaidi katika kona za Kisingeli, muziki wa Uswazi. Sasa umekuja kudondoka katika nyanda za juu kusini. Basi ungana nao kuhakikisha kwamba unawapa support, lakini pia unawafuatilia zaidi kupitia mitandao ya kijamii. Nafikiri mnapatikana kwenye mtandao gani? Kwenye mitandao ya kijamii, ni social media zote ukiingia unanipata kama jina la Monty Talent.
utanikuta pale. Mitandao yote ni Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, nini wote nipo kwenye mitandao ya kijamii. Shukrani. Basi utawasiliana nao kupitia majina ambayo amekutajia kupitia mitandao ya kijamii yote, lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Asili Yetu TV kama una jambo lako hivi karibuni ambapo bado wapo mkoa Njombe tukaweza kujumuika nao, inakuwa inapendeza zaidi. Shukrani kwa wewe ambaye umechukua nafasi yako kuketi na kunitazama Asili Yetu TV. Naitwa Mzee wa Tatu. Shukrani kwa Ombolo Wine, EFN Lodge, bila kusahau Shizia Veterinary Center. Endelea kupiga mwingi brother. Kama kawaida nilikuwa naye Uncle G na hii ni Asili Yetu TV. Tuko pamoja. Asante. Shukrani.